Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia tawi lake la Bonyokwa mkoani Dar es Salaam kimemvua rasmi wanachama John Mrema kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu, dharau kwa mamlaka halali za chama na kukaidi misingi na maadili ya chama. Kwa mujibu wa barua rasmi iliyoandikwa na kusainiwa Aprili 30 mwaka 2025 na katibu wa tawi Solomoni Kagaruki, ambayo Mbayu TV tumefanikiwa kuiona na ambayo ilitolewa na tawi hilo. Kamati tendaji ya tawi hilo ilikutana Aprili 29 mwaka 2025 na kupitia tuhuma dhidi ya Mrema kisha kufikia uamuzi wa pamoja wa kumvua wanachama wake kwa mujibu wa katiba ya Chadema ya mwaka 2006 toleo la 2019 ibara ya 5 na ibara ndogo ya 4 na ya 3. Miongoni mwa tuhuma zilizomkabili Mrema, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa chama hicho, ni pamoja na dharau dhidi ya mamlaka za chama, ambapo imeelezwa kuwa alisambaza barua ya wito ya kufika mbele ya kamati ya nidhamu kwenye mitandao ya kijamii badala ya kuitikia kwa utaratibu wa chama, jambo lililotafsiriwa kuwa ni dharau kwa mamlaka husika. Tuhuma nyingine ni kukaidi maadili na misingi ya chama, ikielezwa kuwa ni akiwa bado katika mchakato wa kujieleza alifanya mkutano na waandishi wa habari Aprili 22 mwaka 2025 na kutoa tuhuma hadharani dhidi ya chama chake, akibeza misimamo na programu za Chadema kinyume cha utaratibu wa ndani wa chama. Barua hiyo imeeleza kuwa kutokana na mienendo hiyo, Mrema amepoteza sifa za kuendelea kuwa mwanachama wa Chadema kuanzia tarehe 30 Aprili mwaka 2025. Hata hivyo, amepewa haki ya kukata rufaa kwa ngazi ya juu endapo hataridhika na uamuzi huo. Baada ya taarifa hii kuweza kutolewa, baadhi ya watu waliweza kutoa maoni yao, na huyu anajiita Waimaiketis Sadi anasema kwamba lilikuwa ni suala la muda tu, kwa kitu anafanya hakuna chama chochote cha siasa kinaweza kumvumilia. Huyu anaitwa Nembo anasema kwa Mrema hata ingekuwa chama gani lazima angevuliwa uwanachama, alikuwa anakwenda mbali aisee. Uncle JJ anasema kwamba jina tu lenyewe la tawi lake Bonyokwa linatisha sana, na tulimkumbusha John Mrema kwamba kumbuka hizi dharau na usaliti wako kwa chama, mamlaka yako ya nidhamu na kukuvua wanachama ni tawi, na sasa amemfika, na kwa kweli tumefurahi kwa kumfukuza hii kitu, ameweza kuandika Uncle JJ. Mjege Kinyota PhD anasema kwamba kumbe chama ngazi ya tawi tena la Bonyokwa kina nguvu zake kali sana ni kama anauliza swali. Jomba anasema kwamba safi sana, hakuna aliye juu zaidi ya taasisi, aende huko. Huyu anaitwa Pablo anasema kwamba kwa hiyo Mwamba kafukuzwa na tawi. Khalid Mrope anasema kwamba hiki ndo alikuwa anakitafuta, hili apate mlango wa kwenda kugombea ACT Wazalendo baada ya Julius Mwita. Bana, hayo ni baadhi ya maoni ya watu ambao wameweza kutoa baada ya kupata taarifa za John Mrema kuweza kuondoshwa ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. John Mrema ni moja ya watu ambao wamewahi kuwa viongozi ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na katika kipindi chake alikuwa ni mwanachama ambaye watu wengi wanasema alikuwa ni mwadilifu sana, alikuwa ni mpambanaji sana, lakini baadaye baada ya uongozi mpya Tundu Antipas Lissu ameonekana kuwa kinyume sana na mambo mengi ambayo yanatekelezwa na uongozi huu, ukianzia agenda no reforms no election, agenda ambayo imekuwa ikilenga kugomea kujihusisha ama kushiriki uchaguzi mkuu, na wakienda mbali zaidi Chadema wanasema kwamba watakwenda kuzuia uchaguzi mkuu. Amekuwa akipinga mchana kweupe, hususan katika mitandao yake ya kijamii, bila kusahau kuita vyombo vya habari na kuweza kuipinga agenda hiyo. Lakini pia amekuwa ni mwanachama ambaye ameonyesha moja kwa moja anaungana na kundi la G55 ama G55 ambalo linapingana na masuala mazima ya kugoma kushiriki uchaguzi mkuu. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Ni David Edward, uwe na siku njema.